Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wangu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani asubuhi ya leo? Ni matumaini yangu ya kwamba hali yako ni shwari na umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hakika usiku unaweza kuwa na mengi mazito yasiyofurahisha, lakini asubuhi yake furaha ikaweza na kubisha mlango wako. Hivyo basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Emmanuel Nambuki kutoka kanisa la ABC Chaani iko katika uongozi wa Iveti Pastorate. Yuko hapa tayari kabisa ili akaweze na kutuanzishia siku yetu kama imebarikiwa. Akaweze na kutubariki kupitia neno la Mwenyezi Mungu, kupitia maombi, na ninaamini kwamba siku yako itakuwa ni ya baraka. Ninakusihi ili ukaweze na kuamini kama mimi kwamba siku yako itakuwa ni ya baraka. Hivyo basi karibu sana ili tukaweze na kuendelea na kufundishwa neno la Mwenyezi Mungu na kubarikiwa pamoja nalo, na Roho wake Mtakatifu ataweza na kuendelea na kufanya kazi ndani yetu. Karibu mtazamaji, ni siku ingine njema ambayo namshukuru Mungu ni kwa sababu ya kutupa siku njema na siku ambayo ni ya baraka ya kipekee. Ni vyema kwako ya kwamba Mungu amekuamsha, na ni matumaini yangu ya kwamba utaenda pamoja nami katika neno la Mungu ambalo litaweza kuwa baraka kwako na litaweza kukujenga hata kiroho. Na tuombe ni kwa ajili ya neno. Baba mtakatifu, jina lako ni takatifu. Tunaliinua jina lako asubuhi ingine njema ambayo Bwana umetupa. Asante ni kwa ajili ya mtazamaji ambaye yanatazama asubuhi ya leo na yuko tayari kulipokea neno lako. Ninaomba Bwana ili ukaweze kumbariki na ukaweze kunena naye, na wacha neno hili pia likaweze kuwa funzo kwake na likamjenge na hata kiroho. Asante Bwana ni kwa sababu neno hili litaweza kuwa la msaada kwa mtumishi wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tuomba na hata kushukuru. Amina. Neno letu la siku tutalisoma katika kitabu cha Mathayo mtakatifu, ni kifungu cha 26 mstari wa 36 tufike mstari wa 39. Mathayo mtakatifu ni kifungu cha 26 mstari wa 36 tufike mstari wa 39. Neno la Bwana linasema hivi: Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwaye Getsemani. Akawaambia wanafunzi wake, "Ketini hapa hata niende kule nikaombe." Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, "Roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami." Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, "Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe." Leo tutajifunza juu ya kukesha katika maombi, na mfano wetu utakuwa ni Yesu Kristo ambaye anatufunza na anatuonyesha jinsi ya kukabiliana na mangumu na majaribu ambayo yanaweza kutukabili katika maisha yetu. Na hapa tunaona yalikuwa matayarisho ya Yesu alivyokuwa anaandaliwa. Kama vile tunajua msimu uliopita tulikuwa tunanena juu ya kifo cha Yesu, kufufuka kwake na hata kupaa mbinguni. Na hapa katika matayarisho ya Yesu ya kufa kwake, kwa sababu aliandaliwa na akajua ya kwamba mbele yake kuna kikombe ambacho kilikuwa kizito, basi alichukua nafasi ya kwenda na kuomba. Na tunaona wakati huu Yesu
alipoenda kuomba alikuwa anajitayarishia mangumu na majaribu mazito ambayo yalikuwa yanamkabidhi. Hivyo basi tunajifunza kutoka kwake Yesu ya kwamba ni vyema wakati ambavyo tunatazamia kukutana na majaribu mazito, ama wakati ambapo tunaona mambo yaliyo mbele yetu hatuna uwezo wa kukabiliana nayo, ni vyema kujiweka katika maombi ili yale mapenzi ya Mungu ambayo tulikuwa tunajifunza jana yakaweze kutendeka. Tukijua ya kwamba maisha yetu yanakabiliwa na mambo tofauti ambayo yanatupa uzito wa mioyo yetu, ambayo yanatupa na hata huzuni ya kufikia kiwango cha kwamba tunaweza na kufa moyo na hata kukosa na kuendelea mbele. Lakini Yesu hapa anatufunza ya kwamba ni vizuri sisi kama Wakristo, kwa maana ndiye mfano mwema katika maisha yetu na ndiye njia bora ya kufuata katika maisha haya. Ni vyema tujue ya kwamba maombi ni silaha ya Mkristo, na sana sana katika vita vya kiroho. Silaha ambayo inatuwezesha sisi kama Wakristo ili tukaweze kupigana vita vyetu vya kiroho. Na hapa Yesu tunaambiwa kwamba alichukua nafasi na kwenda katika bustani ya Getsemani, na alienda na kuponya wanafunzi wake. Bali alipoenda tunaambiwa kwamba aliwachukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo na akaanza kuhuzunika na kusononeka. Kumbe kuna wakati ambapo tunajua kuna mangumu ambayo yanatukabidhi. Mioyo yetu huwa inafunikwa na huzuni. Mioyo yetu inafunikwa na uzito wa moyo. Na hata unaweza kupata kwa mtu yule ambaye hayuko tayari na ambaye si mkamilifu katika imani, anaweza kuanguka na hata akaweza kuangukia pia katika majaribu. Basi Yesu hapa anawaambia wanafunzi wake, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Basi anawaambia kaeni hapa na mkeshe pamoja nami. Yesu anawafunza wanafunzi wake ya kwamba wakati ambapo mnaona mangumu, ni vyema mutenge wakati mwema wa kukesha katika maombi. Na hata hivyo ndivyo ilivyo hata kwetu sisi kama Wakristo. Tuna haja ya kutenga wakati wa kukesha katika maombi, wa kukesha katika kujipena katika sala, ili kama kunayo mambo ambayo yanatukabidhi yasije yakatuangusha, bali tukaweze kusimamishwa na imani yetu na maombi ambayo tunaomba. Basi Yesu alipoenenda mbele kidogo akaanguka kifudifudi. Utasoma katika kitabu cha Luka utaona, kitabu cha Marko utaona wanafunzi wake jinsi walivyofanya wakati walipoachwa na Yesu. Unaona Luka anatuonyesha ya kwamba Yesu alienda na kurudi na akawapata wameshalala. Lakini Yesu hapa anawafunza kuna haja ya kukesha katika maombi. Mkristo, mahali ulipo unajua ya kwamba tunatupasa sisi kama Wakristo ili tudumu katika maombi, kujitayarishia mangumu yale ambayo yatakuja katika maisha yetu, kujipanga kwa ajili ya kikombe kile ambacho kiko mbele yetu. Kuna vikombe vingine ambavyo vinakuja, unapata tunaweza kuvunjika mioyo. Kuna mambo mengine ambayo yanaweza kuja, yanaweza kutufunja mioyo. Lakini kama tutakesha katika maombi na kumwambia Mungu, basi mapenzi yako na yatimie, basi mapenzi yako na yawe, basi na jinsi ulivyokusudia na ikaweze kutendeka katika maisha yetu, basi Mungu ataweza kututia nguvu, basi Mungu ataweza kutuwezesha ili tukaweze kukabiliana na mangumu na tukaweze kupokea ushindi katika maisha yetu. Mtazamaji unayenitazama asubuhi ya leo, ninakutia moyo na kukuambia ya kwamba wakati ambapo unajua, wakati ambapo unahisi ya kwamba kunazo vita vya kiroho ambazo ziko mbele yako, kuna haja ya kukaa katika maombi na kuomba Mungu nguvu na uwezo wa kupigana na mangumu ambayo anakukabidhi katika maisha yako.
Usijaribu kuanguka, bali imani yako likaweze kusimama, bali imani yako likaweze kuwa imara, bali imani yako likaweze kukutia nguvu na kuendelea na mbele na kusema ya kwamba basi Mungu, kama ni kupenda kwako, na wacha mambo yakaweze kuwa jinsi yalivyo. Basi kama si mapenzi yako Mungu, fanya utakavyo, kwa maana Mungu ndivyo alivyo katika maisha yetu. Mkabidhi Mungu mambo yako, mkabidhi Bwana mambo yako. Usichoke kuomba, usichoke kukaa katika maombi. Tuwe wafuasi wa Kristo wa kweli. Tumfuate Kristo kama mfano wetu, na tukikaa katika maombi, basi mtazamaji, utaweza kushinda mambo yote ambayo atakuja mbele zako na atakuwa yanakutingiza. Utaweza kusimama imara, kwa maana uko na nguvu kutoka kwa Mungu aliye hai. Basi neno hili likaweze kuwa baraka kwako, na Mungu akaweze kukusaidia. Bwana akaweze kulibariki neno lake. Amina. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru ni kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana ni kwa ajili ya mtazamaji ambaye amelisikia neno hili asubuhi ya leo. Bwana, kuna haja ya kukesha katika maombi. Ni kweli kunayo mangumu yanatukabidhi. Ni kweli kunayo mambo ambayo yanatufikia. Bwana, tukiwa katika maombi, tumejua ya kwamba utaweza kututia nguvu, na mapenzi yako Bwana yataweza kuwa jinsi uliyopanga. Msaidie mtumishi wako mtazamaji, na wacha akawe na nguvu ya kuomba, na akaweze kuzingatia mambo ambayo yana uwezo ndani yako Mungu ishe milele. Wacha neno hili likaweze kuwa funzo kwake, na akaweze kusimama imara katika safari hii. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu taomba na atakushukuru. Amina. Bwana akubariki na uwe na siku njema. Asante. Kukesha katika maombi. Hakika maombi ni silaha. Maombi utunenea. Maombi ni kama kupiga simu kwa Mwenyezi Mungu na kumwelezea ni kipi ambacho tunahitaji kutoka kwake. Maombi kila wakati. Tukeshe katika maombi. Hapa tumeweza na kufundishwa na kuona kwamba wakati ambapo Yesu alikuwa anatazamia kifo, alikuwa anatazamia magumu ambayo alikuwa anamngoja, aliweza na kujitenga na akaenda akaomba. Ingawaji alikuwa ameambia wanafunzi wake waendelee na kuomba, lakini wakati ambapo alipokuwa anarudi mahali walikuwa, aliwapata tu wakiwa washalala. Lakini neno lilikuwa kwamba mkeshe katika maombi, msije mkaingia katika majaribu. Mtazamaji wangu, tukeshe katika maombi, tunjitume katika maombi, maana maombi ni silaha. Hapo ni wewe na Mwenyezi Mungu, unamuelezea kila kitu na yeye anakusikiliza. Tundumu katika maombi kila wakati, tusichoke. Maombi utupa nguvu ya kukabiliana na yale mapito ambayo yako mbele yetu, yale majaribu ambayo yako mbele yetu, zile changamoto ambazo ziko mbele zako. Hakuna kingine cha kuweza kupigana na hizo changamoto, lakini tu maombi. Kesha katika maombi. Mungu na atubariki na abariki neno lake. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mwenyezi Mungu atembee pamoja nawe na atusaidie sana, na Roho wake Mtakatifu atukumbushe kila wakati kukesha na kundumu katika maombi. Bye bye.